Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutan TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo. Unapoendelea kufuata matangazo yetu kwa mara nyingine tena, mbele ya kamera ni Tedina Miki Malembe, mtangazaji wako kwenye mada mbalimbali za uchambuzi wa siasa, uchumi, kijamii na vile vile miundombinu ya sehemu mbalimbali. Na siku ya leo nyuma ya kamera aliyopo ni yule ambaye anawakilisha siku zote mitambo yetu kuwa safi popote pale ulipo, ni Pepe Wilonja. Nikusalimu kulingana na hali na majira na nchi ambayo endelea kufuata matangazo yetu. Na siku ya leo nitakuwa na kipindi cha kijamii kinachoeleza kuhusiana na ukosefu wa kazi au ukosefu wa ajira kwa vijana, ambapo imekwenda kusadikika na kwenda kuelezeka katika nchi nyingi na katika jamii zetu zilizo nyingi sana. Vijana wengi wanajikuta katika moja kati ya ugonjwa ambao unaathiri kisaikolojia, ni ukosefu wa ajira, ukosefu wa kazi. Na hii nini chanzo? Labda na changamoto ni zipi ambazo zinatokea kipindi vijana wengi wanapojitokeza katika ukosefu wa kazi? Na vile vile nitakwenda kuleta fursa na njia mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia vijana katika ukosefu huo wa kazi. Labda mwanzo kabisa nielezee hatari za ukosefu wa kazi zinapokuwa zikionekana mara kwa mara. Kulingana na idadi tuliyoifanya na sabiti na masomo tuliyokwenda kuyafanya, ni kwamba hatari zilizopo endapo vijana wengi wanakwenda kujikuta kukosa kazi au ajira. Jambo la kwanza ni kuongezeka kwa umaskini katika jamii na nchi zilizo nyingi. Hii inakwenda kupelekea umaskini kwenda kuongezeka katika jamii yetu endapo vijana wengi wanajikuta katika ukosefu wa kazi, na vile vile kukata tamaa. Hatari nyingine ni kukata tamaa na vijana wengi kupoteza matumaini. Na hatari nyingine vile vile ni uhalifu na tabia mbaya. Utakwenda kushuhudia hii kwamba kunapokuwa na ukosefu wa kazi katika vijana wengi, ni kwamba kunakuwa na hali mbaya zaidi sana. Vijana wanajikita katika hali za kibandia, na vile vile utakuta uhalifu unakuwa mwingi, watu kuwa wanapora, vile vile raia kuporo zaidi sana. Na hatari ya mwisho ni kutegemea familia. Hatari hii huwa inawapata vijana wengi baada ya kumaliza na kuhitimu shule. Vijana wanarudi manyumbani na vile vile kujikuta kuwa ni mmoja kati ya watoto waliopo pale nyumbani. Nitakupa mfano mdogo zaidi sana. Familia ambayo ina watoto 15. Wale watoto 15 kuna watoto 3 ambao wapo shule. Ina maana 12 ipo nyumbani. Ile 12 yote inategemea familia. Endapo wale watu 3 watakaporudi tena nyumbani, kijijini au tuseme nyumbani tu kwa kawaida, wanarudi wakiwa na ukosefu wa ajira, wanaongeza idadi ya kujitegemea kwa familia. Hivyo utajikuta kwamba hatari zinakuwa mbalimbali. Moja kabisa, ongezeko la umaskini. Utakuta umaskini unakuwa mwingi, vile vile vijana wengi kukata tamaa na kukata matumaini kabisa ya kupata ajira. Vile vile kutakuwa na uongezeko la uhalifu, tabia zisizo sahihi za kimsingi za vijana kuishi ndani, na vile vile kujitegemea au kutegemea familia. Labda utajiuliza, ukosefu huu wa kazi sababu inaweza kuwa ni nini inayopelekea vijana wetu na vijana walio wengi kwenda katika masomo na kurudi na kukosa kazi na kukosa ajira? Sababu zilizo nyingi sana. Nilikwenda kupitia katika vitabu kadhaa vya waandishi mbalimbali ambao walijaribu labda kuelezea sababu zinazopelekea vijana wengi kukosa ajira. Moja ni ukosefu wa nafasi za kazi pale sokoni. Nikisema nafasi za kazi, unaweza karudi kutoka shule, lakini ukifika ukakosa wapi kwa kuajiriwa. Ni sababu zile nazopitia vijana wengi wako mitaani, mtu hana kazi, ni kwa sababu alirudi akakosa ile nafasi, akakosa ile sehemu ya wapi atumikie kazi. Sababu ya pili ni kwamba kunakuwa na elimu isiyolingana na mahitaji ya ile kazi. Nikisema elimu isiyolingana na mahitaji ya ile kazi, ni kwamba kuna kipindi mtu alikwenda kusomea umeme, lakini huku tunahitaji mtu ambaye anasomea maji. Unaona, kutakuwa tayari kuna elimu isiyolingana. Ina maana wewe wa umeme utakosa kazi kwa sababu ile ajira inatafuta yule aliyefanyia mambo ya maji. So inakuwa ni moja
kati ya sababu kwa mrazi inayopelekea vijana wengi kukosa ajira, vijana wengi kukosa kazi, ni kwa sababu elimu yako hailingani na mahitaji ya ile kazi ambayo wanatafuta. Mtu aliyefanyia uengineer kwa mfano, lakini wewe ni daktari. Wanatafuta mtu aliyefanyia udaktari, lakini wewe ni mwana engineer. Wanatafuta mtu aliyefanya mambo ya accountability, biashara mbalimbali, lakini wewe ulifanya mambo usijui ya elimu nyingine ya kufundishana mambo kama nayo. Sababu ya tatu ni kukosa ujuzi. Tukisema ujuzi ni yani practically, yani ujuzi wa vitendo. Kuna mtu alikwenda kufanya masomo tuseme ya umeme, lakini anaporudi akiajiriwa, yule mtu anavyotenda kazi za umeme hazilingani kabisa. Maswali anayoulizwa na anayoyajibu hayalingani na kile ambacho alitoka kukifanyia masomo, na hii inakwenda kuonekana zaidi sana katika jamii zetu na nchi mbalimbali. Mtu anatoka shule, alisomea uengineer kwa mfano, lakini akirudi aoneshe kile alichokwenda kukifanyia elimu, mtu anashindwa. Na akishindwa sasa utoajiriwa, kwa sababu wewe ulikuja ulisomea uengineer, lakini unapokuwa unaajiriwa sasa, utakavyokwenda kuvitenda ni tofauti, ni mbalimbali na vile ambavyo labda walitegemea kwenda kukuona. Ina maana mtu anafanya mfano masomo ya kuendesha gari tuseme, utakaporudi upewe gari kuendesha, hufanani. Safari yako ya kwanza unapewa gari kuijaribu, kuitembeza, lakini watu wanasema huyu sio shofa. Ina maana huyu hafanani kabisa mtembezaji wa gari. Utakwenda kujikuta kwamba elimu yako ni mbali sana na vitendo unavyokwenda kuvionesha. Na vile vile ni vijana kutegemea zaidi sana kazi za ofisini. Ndugu yangu, najua hii ni moja kati ya changamoto zaidi sana za vijana walio wengi. Watu wanakwenda kufanya elimu fulani, lakini anategemea mpaka ajiriwe awe katika ofisi. Hii inapelekea vijana wengi kuwa maskini. Hii inapelekea ongezeko la umaskini katika jamii zetu na nchi mbalimbali. Haswa katika nchi zetu za Afrika, vijana wengi wanafikiri kwamba mtu akisoma basi kazi yake kuu na kubwa zaidi sana ni kuwa ofisini. Ina maana aajiriwe au anaandika tu. Mtu anakuja, ana point, kazi yake kubwa zaidi sana iwe ni ya ofisi. Hii inapelekea watu wengi kuto kujitegemea. Mtu anategemea mpaka aje ajiriwe katika kazi ya ofisi. Ina maana kama ulifanya kazi ya wanasema nini, agronomy, ulifanya kazi za shamba mambo ya mazao, pori kule, mtu anategemea mpaka awe na ofisi yake ambayo inazungumzia kuhusiana na pori. Mtu alisomea kuhusiana na elimu ya maji, anahitaji mpaka apate ofisi ambayo inaandikwa pale elimu ya maji. Lakini anapopewa kwamba wewe utakuwa unatumikia hapa panapo na maji, na hapa ndo patakuwa na ajira yako, patakuwa na kazi yako, mtu anashindwa. Ni kwamba anategemea mpaka ofisi. So hizo ndo sababu pekee na kubwa ambazo zinapelekea vijana wengi kukosa ajira. Ukosefu wa nafasi za kazi, elimu isiyolingana na mahitaji ya kazi yako au ya elimu yako, na vile vile kukosa ujuzi, kukosa tuseme vitendo, kukosa practically, yani mtu hana ujuzi wa ile elimu aliyoifanyia, na vile vile vijana kutegemea ofisi. Fursa. Labda ningeelezea kuna njia nyingi za kufanya endapo watu wanakosa ajira. Kitu cha kwanza ni kuanzisha biashara ndogo ndogo, ujasiriamali. Vijana wengi tunapofikia katika hatua hii ya mtu kwenda kujitegemea mwenyewe, kuanzisha biashara ndogo ndogo, ujasiriamali, ununuzi wa vitu mbalimbali, mtu anakwenda kuunda kazi yake pembeni. Nilisema ujasiriamali, mtu kujitegemea katika biashara vidogo sana, ni njia nyingine kabisa ya kujikinga na ukosefu wa ajira au ukosefu wa kazi. Kwa sababu sio watu wote watakuwa ofisini, sio watu wote watakuwa madaktari, sio watu wote watakuwa ni wenye kutegemea au wenye kutumia kompyuta, sio watu wote watakuwa wanatumika katika mambo ya siasa, sio watu wote watatumika katika haki. So kazi au ajira zimepangwa ili kuepukana na ukosefu huu wa kazi. Vijana lazima wajikite, wajitume katika ujasiriamali. Mtu aende katika kutengeneza biashara ndogo ndogo katika miji niliyoendelea. Utakuta mtu anaendesha gari, mtu ni tajiri, lakini katika utajiri wake ana vitega uchumi vingi vinavyomuingizia pesa. Yeye mmoja tajiri ana shamba lake, yeye mmoja tajiri ana biashara ndogo ndogo vya sijui wauza vocha, ana duka lake la mafuta, ana duka la biskuiti pale sokoni. Yeye tajiri huyo mmoja ana kituo kinachouza labda petroli. Lakini sasa kwa vijana wengine anajikuta kwamba kuwa na shamba ni umaskini.
na hapo unajikuta umaskini unaongezeka kuwa mingi. Vile vile kilimo na biashara vya mazao ni moja kati ya njia ya kukimbia umaskini. Mtu anapofanya kilimo, unapanda baadhi ya mbegu ili mradi upate mazao, sijui miogo, utapata matunguu, sijui kuna parachichi, vitu vyote vya mazao vile. Mtu anaotesha mapapai, anakuwa na shamba lake, mtu anakuwa na shamba la miti ambayo itakwenda kuuzikana katika soko. Ni moja kati ya njia zinazopelekea vijana wengi kabisa kwenda kujisaidia baada ya kukosa kazi. Na vile vile teknolojia na kazi za mitandaoni. Teknolojia vile vile inasaidia vijana wengi sana. Kuna watu ambao walisomea elimu ndefu, lakini baada ya kushindwa akawa anatumia mtandao. Akawa comedian, anatumia mtandao wa TikTok, anatumia mtandao wa YouTube. Akawa vile vile mfanya biashara ambaye anapeleka matangazo yake kwenye mitandao ya kijamii. Mtu ana shamba, lakini anawafunza watu katika mitandao ya kijamii namna gani ya kukuza mazao ya miogo, namna gani ya kukuza matunguu, namna gani ya kutumikisha mbegu nzuri ili kupata miti iliyonyooka. So unakuta huyu mtu anatumikisha elimu yake kwenye mtandao, na mtandao badala yake unamuingizia kipato. Na vile vile kuna mafunzo ya ufundi, unaweza kusema useremala, vile vile kuna kubuni na miradi ya kijamii. Mtu anaweza kabuni kazi yeye mwenyewe. Mtu anaweza kawa na ufundi mwenyewe. Ufundi uko aina nyingi. Kuna watu leo hii ni wachapakazi kwa kutumia ufundi wa namna gani ya kutengeneza maandazi, namna gani ya kutengeneza sijui mikate. Yote ni ufundi, kwamba mtu alikosa ajira ya ile elimu aliyoifanyia kwenda kuisomea, lakini akaja akajisikia kufungua ufundi mwingine. Na labda nipeleke suluhisho la mwisho, ni vijana kupewa elimu ya ujasiriamali. Serikali ingejitahidi sana. Serikali ingejitahidi izidishe nafasi za kazi na vijana kujifunza kujiajiri. Ni moja kati ya suluhisho mbalimbali zinazoweza kusaidia vijana katika kukimbia umaskini, kusaidia vijana katika kukimbia mpaka kupata kazi ofisini. Mtu anaweza kujiajiri. Vijana wengi tunasubiri au wanasubiri kuajiriwa. Ina maana unasubiri mpaka upewe labda kazi fulani, uje uitwe kwamba hapa kuna kazi, nenda ukatumike. Lakini vile vile kijana mwenyewe anaweza kaanza kazi ya kujiajiri mwenyewe, kama nilivyopana mfano hapo mwanzo. Unakwenda kuunda na kufungua biashara, visiramali vidogo vidogo. Utajiajiri mwenyewe bila kutegemea kipato cha boss, bila kutegemea mshahara wa boss. Yote hii inatokana na mifano ambayo labda watu watakwenda kukimbia umaskini. Ni kwamba leo hii tuko wafanyakazi katika kitengo fulani, leo hii tuko wafanyakazi katika channel ya television fulani, lakini kesho wale waliokuwa wafanyakazi kesho utawakuta wanabuni namna gani wao pia wanaweza kupata msaada pembeni ili wao wanajiajiri, japokuwa ni wafanyakazi katika kitengo maalum. Lakini pia vijana au kijana yule pia naye anakuwa anatafuta vile biashara vidogo vidogo vya kujisaidia. So mpenzi mtazamaji, ni hayo niliyokuwa nayo siku ya leo. Tujifunze namna gani ya kujitegemea. Hii nilikuwa nikielezea ukosefu wa kazi au wa ajira kwa vijana walio wengi katika nchi mbalimbali, haswa katika jamii zetu. Nilikwenda kuonesha hatari zilizopo za ukosefu wa kazi. Nilikwenda kuonesha sababu zinazopelekea vijana wengi kukosa kazi. Nilikwenda kuelezea njia unazotakiwa kukwepa ili mradi iwe na wewe uwe na kazi, ujiajiri, na vile vile mwisho nikakwenda kutoa suluhisho. Kipindi hiki kilikuwa kipindi cha kijamii ambacho kilikwenda kwa jina la ukosefu wa ajira kwa vijana wengi katika jamii. Mtangazaji wako siku ya leo alikuwa ni mimi Dinamike Malembe kwa channel ya Tukutane TV, na aliyopo nyuma ya kamera aliyefanikisha mimi kuendesha na kuonekana popote pale ulipo ni Pepewe Wilonja. Nikisema kwaheri, Mungu akubariki. Tukutane katika matangazo mengine na vipindi vingine mbalimbali. Kwaheri.